Habari ya muda huu mabibi na mabwana, ungana nami kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Ijumaa ya tarehe 14 2025. Kama kawaida, tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Hii ni siku nzuri ya kupiga kelele na kufurahia na wengine. Hata hivyo, pia ni siku nzuri kwa waandishi na watu wabunifu kwa sababu unawasiliana na vipaji tofauti na shauku yako kupiga hatua zaidi na kushirikiana. Siku ya mvuto zaidi kwa wale wanaouza, soko watauza sana, kufundisha, kuandika au kutenda, watapata watu wengi sana. Masuala ya fedha ni ya kufurahisha zaidi, maana tabasamu ni kubwa sana, usoni mithili ya mwezi unaong'aa. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red, na namba ya bahati ni 9, 18 na 27 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Hii ni siku ya kufurahisha kwa familia na nyumbani. Unaweza kutaka kupumzika nyumbani peke yako au unaweza kufurahia mkutano wa familia. Hii ni siku yenye faida sana kwa wale ambao wanafanya kazi nyumbani. Usafiri unaohusiana na kazi huenda kwa baadhi ya wenye nyota hii, thamani yako haitaonekana kwa wazi. Utafanya majukumu yako kwa kusita na mwisho ni mwema. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Furahia na wengine leo kwa sababu ni siku ya kufurahisha. Washirika na marafiki wa karibu wako tayari kushiriki nyakati nzuri na wewe na kusaidia katika baadhi ya changamoto zako. Chochote cha kufanya na michezo, ulimwengu wa burudani, sanaa na shughuli za kufurahisha na watoto zitakufurahisha zaidi. Masuala ya kifedha hayajanyoka kama unavyotaka. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey, na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 20 Julai. Hii ni siku nzuri ya kuomba budget iliongezwa, vifaa, nyenzo au usaidizi kutoka kwa wengine, labda hata pesa. Hakika mazingatio ya vitendo yatakupendelea. Ni wazi, ni siku kamili ya kuomba mkopo au rehani iliyokuwa na thamani ndogo. Milango itafunguliwa kwa ajili yako. Kaa tayari kupokea lisilo chaguo lako. Utashangaa kwa hilo. Siku ya bahati ni Jumatatu. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia na rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Majadiliano na mshirika au rafiki wa karibu yanaweza kusababisha mpango wa kusisimua safari fulani ya siku zijazo. Au labda mipango hii inahusu elimu ya juu au kuchunguza fursa katika vyombo vya habari au sheria. Uwezekano ni mwingi. Masuala ya fedha ni wastani leo. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange, na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mashuke. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Mazungumzo ya kifedha yataenda vizuri leo. Haswa ikiwa unajadili maelezo na wakubwa au takimu za mamlaka. Hii ni siku nzuri ya kuamua jinsi ya kushiriki kitu kama urithi. Hata hivyo, fahamu kwamba leo chochote unachotoa ndicho utakachorudishiwa. Hivyo
toa kwa wingi zaidi, kuwapa mayatima au wanastahili. Mwisho wako ni mwema, japo nafsi yako ni yenye huzuni. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mizani. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Mipango ya safari inaonekana kuvutia. Unahitaji kutoka nje kidogo. Ikiwa huwezi kusafiri, basi chukua safari ya siku moja au robo siku. Ikiwa huwezi kufanya hivyo, basi fanya kitu tofauti leo. Nenda mahali ambapo hujawahi kufika. Kuwa mtalii katika mji wako mwenyewe. Unataka kufanya kitu ambacho ni kipya, chenye kuvutia. Mahala ulipo, fursa utaziona, ila si rahisi kuzifikia. Ni huzuni. Masuala ya kifedha ni wastani. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion, Nge. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Uko juu yani leo, ambayo ni jambo zuri kwa sababu unavutia kila mtu. Unaonekana kupendeza, kuvutia, iwe sio. Utafaulu kushughulika na umma au makundi makubwa kwa sababu leo utasema jambo sahihi kwa mtu sahihi kwa wakati sahihi. Masuala ya kifedha utakosa thumni ambayo una shauku nayo kubwa. Baadhi ya watu watakuhitaji zaidi, hasa katika suala la pesa. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz au malachit. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Wewe ni maarufu leo. Tumia siku na rafiki au kikundi kwa sababu watu wana furaha hasa. Utasikia furaha kuwa katika kampuni ya marafiki, nao watafurahi kukuona kwa zamu kwa sababu unajali ustawi wao. Hakika yako utapata mgeni ambaye hakutarajia na simu yenye kukuhitaji mahala fulani ambapo ni pamuhimu zaidi. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni papo na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Hii ni siku ya kujisikia vizuri. Ndiyo sababu unaweza kurudi nyuma na kupumzika. Maisha yamekuwa busy na mwendo umekuwa wa haraka. Leo hata hivyo unaweza kuchukua muda ili kuandika baraka zako kwa utuo katika diary. Unaweza pia kuwa na mawazo bora ya kutengeza pesa. Masuala ya kifedha ni wastani licha ya kuwa na mawazo mengi ambayo yanakukosesha amani. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Aquarius. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Hii ni siku ya ajabu. Mwezi uko kwenye ishara yako, ukicheza na kurukaruka. Mikoba ya pesa inakupitia katika nafsi yako. Fuata unachotaka kwa sababu una nguvu za ziada za uhitaji. Unavutia zaidi leo kwa mwingine. Unashawishi na kila mtu anakupenda mithili ya mtoto. Mambo mengi hayataenda vile unavyotaka kutokana na kupoteza umakini. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Fursa za kifedha zimejaa leo.
Kwa hivyo, tafuta njia za kukuza mapato yako. Unaweza kupata pesa kupitia mazungumzo ya fixed assets. Wengine watafurahia ununuzi wa sanaa au vitu maridadi ili kufanya nyumba yako ivutie zaidi. Unaweza pia kuburudisha nyumbani kwa kufanya majambo mazuri. Masuala ya kifedha na mipango ni madhubuti. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo. Na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade na aquamarine. Kama kawaida tunaendelea na upande wa kuangalia muda mzuri wa bahati katika kila nyota. Usiache kusubscribe akaunti zetu za YouTube. Na vile vile tukituma utabiri kwa hujaupata wote, kwa mfano usisite kuingia moja kwa moja YouTube yetu na utaona kila kitu kinachoendelea. Kama kawaida tunazungusha gurudumu letu leo kwa kuangalia muda wa bahati kwa kila nyota, na tukianza na upande wa nyota ya punda au kondoo. Hii muda wake mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 2 mpaka saa 4, na tukiendelea na nyota ya Taurus, muda wake wa bahati ni saa 4 mpaka saa 8, na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wa bahati siku ya leo ni saa 8 mpaka saa 12, na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda mzuri leo ni kuanzia saa 7 mpaka saa 9, na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda mzuri siku ya leo ni saa 3 mpaka saa 7, na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri wa bahati ni kuanzia saa 1 mpaka saa 5, na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 mpaka saa 2 za usiku, na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion, muda mzuri leo ni saa 8 mpaka saa 10, na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, muda mzuri ni saa 6 mpaka saa 9, na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9 mpaka saa 11, na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni saa 8 na dakika 45 hadi saa 12 na nusu, na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9 hadi saa 2 usiku. Ulikuwa nami Saadil Habshi, na bye bye, siku njema.